Guko tikungene wendani no ti ungene Apostle India uria tutunganaga nake o muthenya thiini wa Wendani TV. Wacha tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, ninakushukuru na ninakuinua. Wastahili sifa na utukufu kwa sababu ya neema yako na upendo ulio na utukufu mkuu. Asante ni kwa sababu wakati wowote ule Bwana Jehova Jireh, uliweza kunena na mioyo yetu, tulipokea haki na utakatifu, na tulipokea kibali kikuu sana cha kunena utakatifu ule utokao ndani ya neno lako. Na ndio Bwana Jehova Jireh, tukaweza kufanya wengi waweze kutambua na kuelewa kulingana na vile wewe upendavyo. Asante Mungu mfalme, ni kwa sababu neno lako wakati wowote latutia nguvu, latutia uwezo, latupa mamlaka, latutengenezea njia mahali hakuna njia. Tunaweza kuelewa vile Bwana Jehova Jireh wewe upendavyo nasi wakati wowote. Pokea sifa Bwana wetu Yesu Kristo, na upokee utukufu. Ni kwa sababu ya ufalme ule Bwana Jehova Jireh unaonena ndani yetu, si ufalme wa ulimwengu, ni ufalme wa mbinguni. Si ufalme wa ulimwengu tu, ni mfalme wa mbinguni ule uongozao ufalme wa ulimwengu. Ndio mambo yote iweze kufanyika kulingana na mapenzi yako wewe Bwana. Ninakutukuza jioni ya asubuhi ya leo, na ninasema asanti ni kwa sababu wengi wetu watafunguliwa kutokana na magonjwa, mawazo yao yatatibiwa vyema, na akili zao zitafikiria mambo mazuri na kujifikiria na kujiona wakiwa watu wa faida kubwa na watu wako na uwezo wote kulingana na vile wewe upendavyo. Pokea sifa Baba yangu, wewe umetupa kibali hiki ni kwa sababu ya utukufu wako. Ninawaombea wote wagonjwa, ninawaombea wote wasio na amani, ninawaombea wote Bwana wetu Yesu Kristo wanaotokea katika mikutano hii ya kusunguka na kwa sababu ya watu kujinena. Ninawaombea amani wote, amani na iwe pamoja nao, amani na iwaongoze Bwana wetu Yesu Kristo, uwe pamoja na wao. Ninaomba protection juu yao mfalme. Ninakataa kifo katika ndani yetu. Tunakataa kifo, tunakataa maafa, tunakataa mfalme wa ajabu mambo yale yote inaweza ingilia, magunzi wale wanaweza ingilia waweze kupigana na watu wale wako na amani wakati wako katika maandamano yao, katika jina lako Yesu Kristo. Tunaomba maandamano ya amani wakati huu siku ya leo kulingana na vile Bwana mfalme wameipanga na kulingana na yale yote wanayoyahitaji. Ninaomba waweze kusikilizwa, na wakisikilizwa amani itapatikana katika mambo yote kulingana na vile Mungu wetu hawa watoto wanavyohitaji na vile wanavyoona mambo imeenda mrama katika maisha yao. Kwa hivyo asubuhi ya leo ninaomba Bwana Jehova Jireh utushindanie na utuonekanie wakati huu watoto wetu wako kwa barabara, wakati huu wazee wako kwa barabara, wakati huu wa mama wako kwa barabara, wakati huu watu wote wako kwa barabara. Ninakuomba Bwana Jehova Jireh msaada wako wote uweze kuwa pamoja nasi, na ninaomba protection Bwana, na ninakataa magunzi, ninakataa watu wale wamepakwa na kutumwa, ninakataa katika jina la Yesu Kristo. Hii ni maandamano ya amani, na wacha amani hiyo ikaweze kuwa pamoja nao, na ninaomba waweze kusikilizwa kwa kila jambo, ndio wa mambo iweze kutekelezwa kulingana na vile inavyohitajika, na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba na tunaamini. Nataka tufungue pamoja nawe katika kitabu ya Mark, katika kitabu ya Mark, na mjue tuko katika tu ile message yetu ya kuonyesha ya kwamba the secret of forgiveness of sin is not the secret of forgiveness of sin is preaching but not praying. Sababu kwa nini nimesema hivyo? Ati siri ya msamaha wa dhambi hauonekanagi na kuomba, unaonekana
na kuhubiri. Kwa hivyo kama tunayo siri ya ufalme wa mbinguni, tunayo kwa sababu tumesikia neno, tumeliamini neno na tumeokolewa na lile neno. Neno la Bwana ndio linafungua, neno la Bwana ndio linarekebisha, neno la Bwana ndio linatusamehe dhambi, neno la Bwana ndio linatupa mwelekeo wakati wowote. Kwa hivyo asubuhi ya leo nataka tuweze kuangalia pamoja katika kitabu ya Mark. Tufungue pamoja nawe katika kitabu ya Mark. Mark ni Mark. Katika kitabu ya Mark 1 nataka tuweze kuangalia pamoja nawe katika juu ya yule mtu aliyetumwa. Na kwa sababu wakati tunapozungumza Mark 1 from 1, na wakati tunapozungumza tunazungumzia neno kuhusu mapenzi ya Mungu kutoka mwanzo, vile Bwana wetu Yesu Kristo alipokusudia, na sio Yesu tu, vile baba yetu Yesu Mungu mwenyewe alipokusudia maishani mwetu kutoka mwanzo. Nini alipokuwa amekusudia? Alihitaji mwanadamu aweze kuingia katika neema, katika ukweli, katika nafasi yake yeye mwenyewe, ndiye mwanadamu aweze kuitwa mwana wa Mungu. Bwana asifiwe. Sababu wakati ule Kristo Yesu alikuwa hajaingia katika ulimwengu tulio ndani yake, tunaangalia tunaona ya kwamba ufalme ulikuwa umejaa giza. Ufalme ulikuwa umejaa giza, ama ulimwengu ulikuwa umejaa giza. Na kujaa giza kwa ulimwengu ni kuonyesha ya kwamba ulimwengu haukuwa na uhusiano hata mmoja na Baba. Ulimwengu haukuwa na uhusiano pamoja na Baba. Kwa hivyo wakati ule Baba alipotazama akiwa mbinguni, alionelea watu wale aliowaumba kwa mfano wake wamepotea. Mawazo yao yani wamevumbwa. Giza imewavumba. Mawazo yao, akili zao hawatambui mapenzi ya Bwana. Kwa hivyo naye Bwana kwa sababu ya upendo, kama vile John 3:16 inavyosema ya kwamba John 3:16 inasema ya kwamba for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Hallelujah. Number 17. For God sent not his Son into the world to condemn the world, but that the world through him might be saved. Kiswahili, maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili auhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe
katika yeye. Na ndio mambo haya yote iweze kutimia. John 3:16 ndio iweze kujulikana, iweze kutimia. Na ndio sisi tuweze kuwa tumepokea hicho kibali cha Bwana. Ni kusikia, tulisikia neno la Bwana kulingana na kitabu ya Roman 10. Ni kusikia. Hebu tuone pamoja nawe katika kitabu ya Roman 10. Wacha tuangalie pamoja nawe mstari uko hapa. Mstari wa mstari wa 10. 10:10. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confess is made unto salvation. Ati kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Na mstari huo unatuzungumzia kuhusu kuna mtu amesikia. Kuna mtu amesikia. Kwa hivyo kusikia kule kuna nena juu ya nini? Kusikia kule kuna nena kuhusu kuna mtu amesimama katika mwanya wa kuhubiri. Kuna mtu amesimama katika mwanya wa kuhubiri. Ndio niweze kusikia, na baada ya kusikia kufanya nini? Kukiri, kunena. Na ndio ninataka tuweze kusoma pamoja nawe katika kitabu ya Mark. Ndio tuweze kujua ya kwamba Mark 1:1. Ndio tuweze kujua ya kwamba the secret of forgiveness of sin is preaching but not praying. Hauwezi pokea msamaha wa dhambi, hauwezi samehewa dhambi kwa kuombewa, lakini ni kwa kusikia. Ndio niweze kusamehewa dhambi, ni lazima nisikie. Kile kitafanya niweze kupokea ule msamaha wa dhambi. Na ile mstari ama ile chapter ninataka tuweze kuisoma from 1, ni Mark 1:1. Inasema the beginning of the gospel. The beginning of the gospel. Please, watu wa Mungu, tunafaa kuelewa na kutambua. Beginning of the gospel, hapo ndipo msamaha wa dhambi ulianzia. The secret of forgiveness of sin and being born again ilianzia in the beginning of the gospel. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kulikuwa na mahubiri mengine mengi, but haikumfanya mwanadamu akaweza kuokolewa. Haikufanya mwanadamu akaweza kutambua asili iliyo ndani ya neno. Lakini wakati ule John the Baptist alitumwa akiwa under the law, akiwa chini ya sheria, akatumwa anje afanya nini? The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God. Mwanzo wa injili ya Yesu Kristo, mwana wa Mungu. As it is written in the prophets
Behold, I send my messenger before thy face, which shall prepare thy way before thee. Kuna kitu hapa nimesoma. As it is written in the prophets. Tambua na uelewe vizuri. Kitabu ya prophets ni kitabu gani? In the scriptures. Scriptures ni kitabu gani? In the Old Testament. Ndio scriptures. Kwa hivyo, wakati John alikuwa anapohubiri, alihubiri the new alihubiri the gospel of Jesus Christ from the prophets. Kwa hivyo alihubiri kuhusu Kristo Yesu, mwana wa Mungu, na kazi ile atakuja kufanya kutoka kwa Old Testament. Kwa hivyo Old Testament, nikiangalia maandiko ninataka kusema ya kwamba, ama ninaonelea ya kwamba Old Testament ilizungumzia na ikanena kuhusu nani? Kumuhusu Kristo Yesu, mwana wa Mungu. Kwa sababu John the Baptist alinena from the book of prophets. Na book of prophets ni buku gani? Ni Old Testament. From Genesis to Malachi. Beginning from Moses. Sababu Moses ndiye aliandika Genesis. Tunaangalia, tunaona ya kwamba Kiswahili kama ilivyoandikwa katika nabii Isaya, tazama na mtuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atakaye itengeneza njia yako. Yes. Yule mjumbe alitumwa, alikuja kufanya nini? Alikuja kuombea watu? Hapana. Chanzo cha huyu mjumbe kutumwa ni anene, atunene, atufundishe njia ya kutengeneza ile njia inayohitajika iweze kutengenezwa kwa sababu ya yule atakaye kuja nyuma yake. Kwa hivyo, the secret of forgiveness of sin and being born again, hallelujah, is preaching. Pasipo mahubiri haiwezekani mtu hata mmoja aweze kutambua yale Bwana anayo yazungumzia. Mwanadamu anaweza kaa katika nafasi ya kugonja, aweze kujikuta katika miracles and wonders. Hallelujah. Yale anayofikiria yatakuja kwa sababu ya ameombewa ama anaombeana. Lakini ni lazima kuwe na mtu, kuwe na kiongozi, yule anayekuongoza. Katika kitabu ya Romans 10:14, yule anayekuongoza ndio uweze kusikia, kuamini, na ndio nawe uweze kuzungumza. Ninazungumza kwa sababu nilizungumziwa, na wakati nilipozungumziwa nikasikia, na wakati niliposikia niliamini, na wakati ule nilipoamini hayo, na mimi nayazungumza. Kwa hivyo kuna mtiririko wa kuelekezwa. Hauwezi jielekeza wewe mwenyewe, ni lazima uelekezwe, ni lazima usikie. Haleluya, Bwana asifiwe. Mwadhani ya logosho. Pasipo kusikia na kusikia yeye yule aliyetumwa, kama vile tunamsoma John the Baptist. Ukisoma katika hiyo kitabu nimekuambia Romans 10:14-15 huko utaweza kuelewa. Si watu wote wanafaa kukuelekeza.
Sio watu wote wanafaa kukuhubiria. Sio mtu yeyote yule mumepatana na yeye anafaa kukutamkia kuhusu Mungu. Sio wote. Biblia imesema na ikasema vyema, ni yule mtu ametumwa. Kwa hivyo kuna mtu ametumwa ndio aweze kusimama katika mwanya wa kunena mausia ya Bwana. Tunaangalia katika kitabu ya Yeremia 1, tunaona vile Mungu aliweza kumnenea Yeremia, akamwambia tangu ulipokuwa katika tumbo ya mamako nalikujua, hata kabla nalikuwa nakujua. Haleluya, Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu watu wake anawatambua, anawajua, wamechaguliwa, wametumwa. Na akamwambia nimekutuma ukafanya haya na haya na haya na haya na yale mengine. Mstari wa 5 from 5 kuteremka chini. Bwana asifiwe, haleluya. Hiyo ni Yeremia 1:5 kwenda chini. Kwa hivyo mtu wa Mungu, sio watu wote wanafaa kuwa katika nafasi hiyo yako. Kuna yule Bwana amemtuma kwa ajili ya maisha yako ya rohoni. Akamtuma John the Baptist, na John the Baptist akapewa mwelekeo wa yale yote atakao yahubiri wa nyakati hizo. Na ukumbuke John the Baptist alikuwa under the law, lakini yale yote aliyoyahubiri haikuwa chini ya mamlaka ya sheria. Aliyanena yale yote yaliyotoka ya ukweli katika sheria ya Old Testament, but sisi kwetu kuipokea ilileta uzima na uzima tele, ilileta amani. Ile haikuwa na watu wale wa mwanzo, ile haikuwa na prophets, ile haikuwa na mababa wetu wa our forefathers. Hawakupokea ile amani sisi tulikuja kupokea baada ya John the Baptist kunena yale yatokao ndani ya Old Testament kuhusu grace ama neema ile Mungu alikuwa ameitayarisha ndio tuweze kuipokea. Bwana asifiwe, haleluya. Akasemaje? Number 3 ikasema ya kwamba the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Watu wengi wakisoma kitu kama hiki wanafikiria watu ni kulia. John the Baptist alikuwa analilia nyikani. Huu ni msemo, ni sauti ya Biblia. Hii ni sauti ya Biblia. Na hii sauti inasemaje? Inanena kuhusu vile John the Baptist alihubiri katika wilderness. Crying si ile ya kulia crying ni kuhubiri. Alikuwa anahubiri akiambia watu tengenezeni njia za Bwana, yanyosheni mapito yake. Sauti ilitoka katika kinywa chake, sauti ilitamka maneno, akayanena yale yaliyokuwa yanayohitajika iweze kusikika. Na wakati alipokuwa anainena, watu wakasikia. Na wakati watu waliposikia, walifuata ile sauti kule nyikani. Ndio hata sasa sisi tunafaa tuweze kusimama katika mwanya wa kufanya nini? Wa kuyanena yale tumeyasikia. Hatujachaguliwa ama kuitwa ndani ya nyumba la Bwana ama kutumwa katika nyumba la Bwana tuweze tukae chini
tuwasikilize tu watumishi. Hata wao walisikia. Tunafaa kuiga huo mtindo. Mitume waliiga mtindo kutoka kwa Christ. Na wakati walipoiga ule mtindo wa Bwana wa Christ, our savior, nao wakafanyika kuwa savior ya watu wengine, na sisi tumeokolewa kuwapitia, sababu waliweza kuchukua ule mtindo wa kunena, sio wa kuomba. Hata kama waliomba, kile kitu cha maana sana ni kusikia kile walipokinena. Walisikiliza Yesu, nao wakasimama katika mwanya. Na wewe sikiliza yule ametumwa kwako, ndio nawe uweze kuchukua hiyo hatua ya kunena, ndio uweze kunenea wengi kama vile ulivyonenewa, na wewe ukaingia katika nafasi ya kuliamini neno la Bwana kumpitia Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Watu wanafikiria kwa sababu ya kwenda kanisani wametimiza mapenzi ya Bwana. Hapana. Mapenzi ya Bwana kuyatimiza ni kufanya kama vile afanyavyo. Kutimiza mapenzi ya Bwana ni kutenda mapenzi yake. Na kutenda mapenzi yake ni kumfanya mtu mwingine naye aweze kutambua ile siri imefichwa ndani ya neno. Na ile siri imefichwa ndani ya neno ni kuyanena yale Kristo Yesu aliyoifanya wakati ule alipokuja hapa ulimwenguni. John the Baptist akanena juu ya yule atakaye kuja nyuma yake. Huyo ndiye alikuwa ananena kumuhusu watu waweze kutengeneza njia na kunyoza mapito. Haleluya, Bwana asifiwe. Mioyo ya watu alikuwa anayatayarisha mioyo ya watu, kwa sababu yeye kazi ile alikuwa anayoifanya ni kuwabatiza watu kupitia maji. Kwa hivyo hakuna njia ilikuwa inahitajika itengenezwe kupitia maji. Njia ya yule alikuwa akuje nyuma ya John the Baptist. Yeye John the Baptist akatamka katika kitabu ya Matthew 3, akasema ya kwamba yeye atakaye kuja nyuma hatambatiza na maji, atambatiza na Roho na moto. Haleluya. Tukiendelea na kusoma, nirudia huo mstari wa 3. Nataka tuweze kujua ya kwamba the forgiveness of sin, haleluya, and be born again, haipatikani kwa kuombewa. Watu wale wanafikiria wakiombewa ni wameokolewa. Wamedanganyika. Jambo la kwanza ni kukaa chini kulisikiliza neno. Wakati neno litakapokomaa ndani yako, uliamini lile neno limeingia ndani ya moyo wako, ama ulisikia lile neno limeingia ndani ya masikio yako, uliamini lile neno limeingia, limetumwa ndani ya moyo wako, kutoka pale utalinena. Utaonyesha ya kwamba kuna msaada umeingia ndani yako kupitia kusikia na kuamini. Na wakati umeshaamini, wakati utakapokiri lile neno, wewe wakati huo ndio unahesabiwa umeokolewa. Sababu kunena kunasema ya kwamba kuna Roho Mtakatifu ameingia ndani yako na amekuwa msaada wa kukusaidia katika wokovu. Kwa hivyo kile kitu kinatangulia katika maisha yetu wakati wowote tunaposema tumeokoka ni kulisikia neno. Baada ya kulisikia neno, kuliamini. Baada ya kuliamini, kulinena. Na kunena kunasema ya kwamba nimepokea Roho wa Bwana ndani ya moyo wangu. Na baada ya kupokea Roho wa Bwana, sasa mimi nimeokolewa. Kwa hivyo kile kinatangulia ndio useme nimeokolewa ni kulisikia neno, kuliamini neno, na kulinena neno lile umelisikia. Hiyo ndio dhibitisho. Dhibitisho sio kwenda kanisani wala kujitolea sana. Dhibitisho sio kukula mesa wala kukunywa divai. Dhibitisho sio
Sio kuwa mtu wa kuongea maneno mazuri na matamu. Hata warogi, washawi na waganga wanaongea maneno matamu sana, ndio watu wanawafuata. Sio kusema yule mlogi ni ameokolewa. Bwana asifiwe. Sio kwa sababu ulizaliwa ukiwa mzuri. Unajua kuna watu wamezaliwa wakiwa na ile uzuri, hata hawezi kanyanga, hata akikanyanga nini ile tunaita kare ka black ant, hakawezi kufa kwa sababu ya vile aliyo muololo. Kunena nena muololo, kukanyanga na kanyanga uololo. No, sio hivyo. Hapana. Mungu atazami mwenendo wako wa maisha ya ulimwengu. Mungu atazami vile ulizaliwa na njia gani ulizaliwa nayo. Wewe tu bora ulifika ulimwenguni. Kila Mungu anahitaji kwako ni usikie neno lake, uliamini neno lake na ulikiri neno lake. Yesu akasema, yeyote yule hata nikiri hapa ulimwenguni, nami mbele ya Baba sitamkiri. Kwa hivyo kuna nafasi ya kukiri kwa kila mmoja. Devil worshiper, Illuminati, mganga, mshawi, mdaganyi, muuaji, mwizi, sisi wote tunafaa tulisikie neno. The voice of the one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his path straight. Sauti ya mtu aliaye nyikani, itengenezeni njia ya Bwana, yanyosheni mapito yake. Nani huyo alikuwa analia kule nyikani? John the Baptist. Alikuwa ananena kuhusu yule atakaye kuja nyuma. My dears, sisi tumekuta njia imetengenezwa. Sisi tumekuta mapenzi ya Mungu imefanyika juu ya mapenzi yetu. Haleluya. Kwa sababu ya yule mtu aliyetumwa aje anene, apase sauti kwa watu wote. Na ile sauti haikuwa inatoshelesha mwili. Ile sauti haikuwa ya kutoshelesha mwili, ilikuwa ya kutoshelesha maroho ya watu. Lakini ile ilikuwako bereni kupitia nani? Kupitia sheria, Old Testament. Watu waliipokea ya kuwatoshelesha mioyo yao na ya kutoshelesha mili yao. Hawakutosheleka katika mioyo, ilitoshelesha tu mili yao. So ni kusema ya kwamba, nasema nini? Hawakutambua kile kilikuwa kimefichwa in the Old Testament. Na ndio John the Baptist wakati alipokuja, alitangulia kunena yale yameandikwa katika kitabu ya manabii, Old Testament. Na akanena kuhusu mwana wa Mungu Kristo Yesu, ya kwamba yeye ndiye ameandikwa in the Old Testament from Genesis to Malachi. Ni Christ amenenwa mahali pale. Alizungumza kumuhusu Christ. Alipeana juu ya yeye yule atakaye kuja nyuma. Amepeana hadithi yake yote in the Old Testament. But watu wako tu na veil, hawatambui huyo ni nani aliyekuwa ameandikwa in the Old Testament. But John the Baptist, Mungu akampa roho wake wa kweli, ndiye aweze kuyatambulisha yeye atakaye kuja nyuma ni nani. Na sasa hivi ananena akisema, tengenezeni njia na hata mapito. Hallelujah. Number 4. John did baptize in the wilderness and preach the baptism of repentance for the remission of sin. Yohana alitokea akibatiza nyikani. Yohana mwenyewe alitokea akibatiza nyikani. Ninashukuru Bwana. Alibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi.
Yohana alibatiza watu nyikani na maji inayoonekana, mto wa Yordani. Aliwatubukiza watu wote katika mto wa Yordani. Ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo kwa kutambua ya kwamba kazi ya Yohana haikuleta dhibitisho ya kwamba wale wote amewahubiria wamefunguliwa. Sababu hata wakati John the Baptist alihubiri, waliachwa tu na dhambi zao. Walikuwa tu na dhambi zao. Walikuwa wanakuja wanabatizwa, wanaoshwa uchafu wa juu, lakini uchafu wa moyoni John the Baptist hakuweza kuufikia. Ule uchafu wa moyoni, ile dhambi ya moyoni, John alizungumzia yatakuja kuondolewa na yule atakaye kuja nyuma. Sababu yeye ndiye alikuwa na nafasi na kibali cha kudeal na mioyo yetu. John the Baptist alikuwa ananena kuhusu kumpitia Kristo Yesu, sio dhambi ya juu. Ile John the Baptist alikuwa anaifanyia kazi katika mto wa Yordani. Haleluya! Kuwaosha watu jama zao za juu. Lakini ninashukuru Bwana sana asubuhi ya leo, kwa sababu John the Baptist alinena kuhusu ondoleo la dhambi. Ondoleo la dhambi na bigani ile ilikuwa imekalia mioyo ya watu. Yeye alitoa dhambi zile za juu. Alikuwa anawazungumzia, wacheni wizi, wacheni hii, tengenezeni mapito, kunaye atakuja nyuma, atadiru na nyinyi udani, hata diru na nyinyi juu, atadiru na nyinyi katika maisha yenu ya rohoni. Lakini mimi ninadiru na nyinyi katika mambo inayoonekana. Yeye atadiru na nyinyi katika mambo isiyoonekana. Kwa hivyo kazi yangu, John the Baptist akaonyesha watu ya kwamba kazi yake na kazi ya yule atakaye kuja nyuma yake ni tofauti sana. Lakini yeye ndiye ametumwa mapito iweze kupatikana na njia iweze kutengenezwa na kila mmoja wetu sisi. Haleluya, Bwana asifiwe. Ate Yohana alitokea akibatiza nyikani. Ubatizo huyu wa Yohana, tukiangalia katika roho, ubatizo ni kuhubiri. Ni kuhubiri tu. Alihubiria watu katika nyika na kuwabatiza. Haleluya. Na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Toba, kutubu. John alihubiri kuhusu kutubu. Kutubu huku ni kugani? Kutubu huku sio kwa kutubu kila siku. Mtu alikuwa anakuja mara moja tu kwa John, anatubu dhambi zake, anaenda. Haleluya. Anatubu, anaenda. Hatuambiwi vile walikuwa wanarudi. Walikuwa wanakuja tu, wanatubu, wanaenda. Mtu anatubu, anaenda mara moja. Haleluya, Bwana asifiwe. Jambo linao ni furahisha ni ya kwamba akiwabatiza, yani aliwaambia akiwabatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Kwa hivyo John alikuwa anafanya mambo mawili. Alikuwa anawafundisha juu ya vile watakapogeuka, kugeuka, turning, vile wanafaa kuturn. Na ile kuturn ilikuwa inasimamia nini? Ile kutubu, ile repentance ilikuwa inazungumzia John, watu wote waliokuwa katika Samaria, Judea na Yerusalemu, wote wakipitia katika mkono wa John the Baptist,
alikuwa anawazungumzia kuhusu ondoleo la dhambi. Ondoleo la ubatizo wa toba liletao ondoleo la dhambi. Toba iletao ondoleo la dhambi. Toba iletao ondoleo la dhambi. Toba iletao ondoleo la dhambi ni nini? Ni kuhusiana na kugeuka, turning. Turn. Bwana asifiwe. Kuturn ni nini mawazo. Haleluya, Bwana asifiwe. Ni mawazo yako iweze kutaniwa. Ile mawazo uliyokuwa nayo katika neno, ile mawazo uliyokuwa nayo katika neno hapo mwanzo, inabadilishwa sasa. Unatolewa katika sheria ya Musa, unapelekwa katika nini? Katika sheria ya Christ. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kutomba, tomba liletao ondoleo la dhambi, ina deal na our mind na heart. Our mind and heart. Mind yako na hati yako isipogeuka, haiwezekani wewe uweze kutambua mapenzi ya Mungu. Haiwezekani wewe uitwe mwana wa Mungu. Haiwezekani wewe uweze kuzaliwa tena mara ya pili. Na ndio unaona Nicodemus wakati alipoenda kwa Yesu usiku, wakati alipoambiwa mambo ya kuzaliwa tena mara ya pili, yeye maidi yake ilikuwa kuzaliwa kwa kawaida. Maidi yake ilikuwa ate mimi nirudi tena ndani ya tumbo ya mama, namna gani? Itaigiria wapi? Tena nitatokea wapi nikiwa mzima vile nilivyo mzima? Maidi yake ilikuwa katika ukale. Maidi yake hakukubali iweze kugeuzwa. Hakukubali mawazo yake iweze kutambua the repentance, baptism of repentance of sin, for the remission of sin. Pole. Bwana asifiwe. Hakutambua. Hakugoja kuelekezwa ama kuelewa ama kutabulishwa. Yeye alisimama na kufanya kulingana na vile alivyowaza na moyo wake. Haleluya. Kwa hivyo neno la Bwana lile John the Baptist alikuja nalo, ilikuwa inazungumzia turning of your mind. Bwana asifiwe. Mabadiliko ya mawazo yako, mabadiliko ya moyo wako. Hallelujah. Number 5. And there went out unto him all the land of Judea, and they of Jerusalem, and were all baptized of him in the river of Jordan, confessing their sins. Bwana asifiwe. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii ndio njia ile watu wengi wanaotumia
makanisani kuziungama dhambi, kwenda kuungama dhambi kwa mtu fulani. Lakini kwa Yesu kuungama hii dhambi sio kwa hiyo njia. Sio kwa hiyo njia. Kuungama dhambi zetu sio kwa hiyo njia. Ya kwenda kutubu kwa mtu. Hii kutubu kuna dili na hati. Kuna dili na kusikia, kuamini na kukiri. Bwana asifiwe. Mimi mwenyewe nimesikia. Mimi mwenyewe nimeamini. Mimi mwenyewe nitatoa ushuhuda wa yale nimeyapokea, nimeyasikia na nimeyaamini. Kwa hivyo wokovu sio vile watu wanavyofikiria, na ndio watu wengi wanasema nimeokoka. Baada ya mwaka, baada ya miezi, baada ya masiku mtu anaanguka, sababu haelewi na hatambui ni nini kinachohitajika. Kuna kukaa chini na kuelekezwa what is repentance. Hallelujah. What is repentance? What is baptism? What is salvation? Mambo kama hayo yote, usitapotambua mambo hayo ni gani, ukweli hakuna wokovu ulio ndani yako. Sababu John the Baptist alisema, mimi nambatiza kwa maji tu, lakini yeye atakaye kuja atampatiza kwa Roho na moto, the Holy Ghost. Nani huyo anataka tu kusema ya kwamba mimi nimeokoka, mimi nimebatizwa, na tayari hautajatambua ubatizo ule ni wa aina gani? Haujaelewa ubatizo wa maji unasimamia nini, na haujaelewa ubatizo wa Roho nayo inasimamia nini. Inafaa haya yote uweze kuyatambua, ndio uweze kwa hizo zote mbili upokee ile ya umuhimu sana, ile inaonena kuhusu umilele. John anafafanulia watu vizuri. John hata hataki watu wakae kwa hiyo ya ubatizo wa maji. John anataka wakati ule huyo atakuja, msikieni yeye. Yeye ndiye ako na uzima. Yeye ndiye ataweza kuokoa mioyo yenu. Kama vile Moses aliambia wana wa Israeli ya kwamba kunaye atakuja nyuma yangu, na yule atakaye kuja nyuma yangu, yale yote atakayonena yasikizeni. Musa akajiondoa, aliambia wana wa Israeli hadharani, huyo ako na uwezo na nguvu na mamlaka kuniliko. Moses alisema, akaonyesha wana wa Israeli mumsikie yeye. Haleluya. Akawapeleka kwa Yesu Moses. Bwana asifiwe. Naye John the Baptist anawaambia huyo mnayemsikia, mumsikie yeye. Na wakati yule alibatiza Yesu, Biblia inatuambia, hata kama tutasoma ya kwamba wakati Yesu alipoingia katika maji, wakati tu alimbatiza, mbingu likafunguka. Hakuna mwingine hapo bereni kulikuwa na mbingu lilifunguka. Na hiyo ndio ilikuwa sign ya kwamba John, umemaliza kazi. John, umemaliza kazi. Wakati utakapobatiza, umbatiza mtu na dafu itoka mbinguni ishuke, iweze kupaa juu yake, ujue kazi imekwisha. Huyo ndiye Emmanuel pamoja na watu hawa. Huyu ndiye Christ, yule atakuja kuwaokoa watu kutokana na dhambi zao. Yule atakuja kuondoa lawama yote na dhambi zote ndani ya mioyo yao. Wewe kazi yako John itakuishia hapo ya kubatiza watu na maji ya mto wa Yordani. Hakuna kazi ingine ya mto wa Yordani
Sasa ni watu waweze kufuata yeye yule atakao waokoa kupitia Holy Ghost, roho na moto. Bwana asifiwe. Huyo ndiye sasa, kutoka hapo John, kazi yako itakuwa imekwisha. Hallelujah. Na tunasoma huo mstari, tunasoma ya kwamba, acha tusome huo 5. And there went out unto him all the land of Judea and they of Jerusalem, and were all baptized to him in the river of Jordan, confessing their sins. Wakamwendea nchi yote ya Uyahudi, nao wa Yerusalemu wote wakabatizwa katika mto wa Yordani, wakiziungama dhambi zao. Hallelujah. And number 6, and John was clothed with camel hair and with a girdle of a skin about his lion, and he did eat locust and wild honey. Na Yohana alikuwa amevaa singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake, akara nzige na asali ya mwitu. Number 7, and preached. Hapo ndipo ninafurahia. John hakuwa ameenda kwa sababu ya jambo lingine. Alikuwa ameenda kupiga sauti. Alikuwa ameenda kulilia nyikani, kupreach. The secret of forgiveness of sin and being born again is preaching. Preaching the word of Christ. Hallelujah. And preaching, saying, there cometh one mightier than I after me. Ni John alikuwa anayanena haya yote. Hata wakati mnaponiona kunaye atakuja aliye na uwezo na nguvu na mamlaka kunipita mimi. Hata kama ninambatiza katika huu mto wa Yordani, yeye hatatumia maji. Na ndio Biblia inasema ati Yesu hakubatiza mtu hata mmoja kwa maji, lakini mitume walikuwa wanabatiza. Yeye hakubatiza kwa sababu kazi yake haikuwa ya ubatizo wa maji. Yeye alikuja ndiye aweze kubadilisha mawazo ya watu, ndio mioyo yao iweze kuokolewa, ndio waweze kutambua siri iliyo ndani ya maandiko kupitia msamaha wa dhambi, ndio waweze kujua kuna njia ingine mpya pasipo sheria. Hallelujah. Lakini hiyo njia ilinenwa na manabii, ilinenwa na mababa yetu, na pamoja na manabii waliyanena ndani ya Old Testament, hata kama hawakuitambua vyema. Hallelujah. Bwana asifiwe. Neno linasema mightier cometh one mightier than I after me, the latchet of whose shoes I am not worthy to stoop down and unloose. Akahubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kuinama na kuilegeza gidamu ya viatu vyake. Yohana alikuwa anataka kuonyesha yeye yule atakaye kuja ni mkuu sana, ni mkubwa sana. Vile mnaniona mimi, ate mimi ni mkuu, mimi ni a great prophet, huyo ni mightier than me. Huyo ni mkuu kuliko manabii wote.
Huyo ni mkuu kuliko all the prophets. Huyo ni mkuu kuliko all the angels. Akataka kuonyeshana ukuu na utukufu ulio katika mabega ya Kristo Yesu, vile ulivyo mkuu. Kwa hivyo John the Baptist alikuwa anawaonyesha, hata kama mnaniona vile mnavyoniona, kunaye yule atakuja akiwa mkuu sana kuniliko. Kwa hivyo huyo ndiye anafaa muweze kumfuata, muweze kumsikiliza, muweze kumtazamia. Huyo ndiye anafaa. Bwana asifiwe. Akaja akihubiri. Yes, John the Baptist alihubiri, si kuomba, sababu watu walibadilisha, na ndio watu hawataki preachings, hawataki teachings, wanataka prayers. Mtu akiona pastor ameenda kumuona pastor, alafu pastor anafungua Biblia, anasoma neno la kwanza, unakuta mtu ameanza kulala na kushindwa. Sasa huyu anasema nini? Mimi sikuwa nataka mahubiri na wanasemanga mimi najua mahubiri, mimi nimekuja kuombewa. Hata kama unajua mahubiri, hata kuomba unafaa kuwa umejua kuomba. Hizo zote mbili hasiachani, ni sister and brother, sababu neno ndio linazaa maombi. Hauwezi omba maombi ya ukweli kama haujui neno. Na kama haujui neno na unaombaga, ujue unafanyaga kazi ya bure. Hata Yesu wakati alipokuja ulimwenguni, alitangulia na kuwahubiria. Hata wakati wa Genesis, ulimwengu ulikuwa unaumbwa, si kuombwa, uliombewa ate utoe. Mungu alinena neno. Kwa hivyo chanzo cha kila kitu katika ulimwengu ni preaching, teaching. Na hiyo ndio inazaa ukweli wa moyo wa mtu katika repentance. Hauwezi geuzwa na maombi. Hauwezi geuzwa na maombi. Kila kinakubadilisha ni neno la Bwana. Maombi yanakuja kutia nguvu. Unaombewa ndio ukae katika nafasi hiyo. Neno hilo umelisikia, likae kwa uwezo na kwa nguvu, na kuombea uweze kufunguka jicho lako la rohoni, ndio uweze kutambua na kuelewa utukufu ulio ndani ya Kristo, ule aliyokuja nao, ukiwa dhibitisho ya kwamba upendo ulio ndani ya Baba ni mkuu kuliko upendo wowote, mpaka wa mzazi na mtoto. Wa Mungu ni mkuu. Kupitia Christ alikufa na akafufuka, ndio tuonyeshwe ya kwamba uwezo ulio ndani ya Baba ni mkuu kuliko uwezo ulio ndani ya ulimwengu. Ulimwengu watu walikufa, wakafa wote, mpaka John the Baptist. Wote manabii wote walikufa. Mababa wetu wa zamani akina Abraham walikufa, lakini hakuna hata mmoja alifufuka. But Christ wakati alipokufa, yeye alileta utofauti wa kifo chake na kifo cha mwanadamu, kuonyesha ya kwamba uwezo wote na nguvu zote na mamlaka kutoka kwa Baba ninazo. Hata wakati Yesu alikufa, moyo wake haukufa, mwili wake ndio ulikufa, lakini mwanadamu yule hajajua siri ya ufalme wa mbinguni, yeye anakufa moyo na anakufa roho, anakufa mwili na anakufa roho. Haleluya. Lakini wote waliokufa pamoja na Yesu, wakazikwa pamoja na Yesu, na wakafufuka pamoja na Yesu. Kwetu sisi hatukukufa tukazikwa na ni kuamini. Tunaamini kitendo kile Kristo Yesu alipokifanya, sisi nasi tumevaa hiyo nguo, tumemvaa yeye,
katika kazi yake yote. Tumekufa pamoja naye, tumezikwa pamoja naye, na tumefufuka pamoja naye, kuonyesha ya kwamba tumeamini kazi yake yote. Nani huyo anaitwa mwenye dhambi? Ni mtu yeyote yule haamini hiyo kazi ya Kristo. Mwenye dhambi sio yule anaiba, mwenye dhambi sio yule anaua, mwenye dhambi sio mganga wala mchawi. Mwenye dhambi ni mtu yeyote yule ameokolewa hajaokolewa, lakini hajaamini hiyo kazi. Yeye anaenda mbele na wokovu wake usio na msingi wa Kristo Yesu. Msingi wa Kristo Yesu ndio kuonyesha kabisa ya kwamba, haleluya, kuna kazi Kristo Yesu aliyofanya na mimi nimeidhamini, nimeikubali, nimeiona ni ya ukweli. Maadui wa Yesu Kristo ni nani? Ni wale hawaamini, wale hawafanyi mapenzi ya Mungu kupitia kuamini kazi ile Kristo Yesu aliyotumwa akuje aifanye. Wale wote hawaamini hiyo kazi, wao ndio maadui wa Mungu, na ndio wakatawekwa chini ya miguu ya Bwana wetu, ama wamewekwa chini ya miguu ya Bwana wetu Yesu Kristo, yule aliye mwana wa Mungu na ndiye mkombozi wetu sisi katika dhambi zetu. Kwa hivyo hiyo Kiswahili inatuambia kwamba akahubiri akisema, yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi. Yuaja nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi, ambaye mimi stahili kuinama na kuilegeza kidamu ya viatu vyake. Asubuhi ya leo nataka tuweze kuelewa na kutambua mapenzi ya Mungu katika maisha yetu ni tukae chini, tuelekezwe neno la Bwana, tufundishwe neno la Bwana, na wale watumishi wametumwa kwetu ndio waweze kufanya mioyo yetu na mawazo yetu iweze kutana. Kana mesiri ya maito na ngoro siike atia simugarurukire Kristo. Haleluya. Ndio tuweze kutoka ndani yetu, tuweze kuingia ndani ya mwingine. Na ndio neno linatuambia tumvae Kristo. Wamemvaa, wale wamemkubali wamemvaa. Kumvaa ni kufanya nini? Ni kukubali kutojiongoza, ni kukubali kupokea mawazo na moyo wa mwingine. Na hiyo mawazo na moyo wa mwingine si mwingine, ni Christ. Na hiyo ni kupokea ni kupokea neno lake na kukubali neno lake liweze kukuongoza. Na wakati wote neno lake litakapo kuongoza, hiyo ni dhibitisho kamili ya kwamba umempokea Roho wa Bwana, umempokea the Holy Ghost. Na hiyo ndio sasa kupokea the Holy Ghost ndio kusema ya kwamba umeokolewa. Umeokolewa. So ni watu wengi sana wanasema nimeokolewa, but hawana the zeal of that salvation. Hawana zeal. Zeal ni nini? Zeal ni Holy Spirit. Pasipo Holy Spirit ndani yako, haiwezekani wewe uweze kunena kuhusu wokovu wa Bwana, the secret of forgiveness of sin and being born again. Hawezi na haiwezekani kamwe iweze kuwa katika maisha yako. Kwa hivyo siku ya leo ninataka kufikisha hapo. Kesho tuko pamoja nawe na hiyo tu topic part 2, tukiendelea na kuona yale yote yanaonena kupitia kazi ile John the Baptist alitangulia nayo, kuhubiri juu ya good news.
Good news. Bwana asifiwe. John the Baptist ndio alikuja na good news. Ile alipewa nafasi na kibali hicho aweze kuleta katika ulimwengu. Wacheni tuombe pamoja. Bwana wetu Yesu Kristo, na kushukuru na kuinua. Wewe umejaa uwezo na nguvu na mamlaka. Umetangulia sisi katika mawazo yetu na mioyo yetu ndio tukaweze kubadilishwa. Sio sisi tujibadilishe, ila tubadilishwe na neno lako ndio uweze kuwa Mungu pamoja nasi kila wakati. Pokea sifa kwa sababu ya neno lako. Hapo ndipo tunatoa msingi kamili ya kuonyesha na kutufundisha ya kwamba we are the children of God. Na tena tumefika kuwa wakamilifu wasio na mawaa mbele zako Bwana. Nani kama wewe Kristo Yesu? Wewe ulitutazama wakati tulikuwa tumepotea. Ukatutazama wakati tulikuwa katika maficho. Ukatutazama wakati tulikuwa katika kifo. Ukafa ni kwa ajili ya nafsi zetu, ndio sisi wote tuweze kupokea kibali hicho kulingana na vile wewe upendavyo. Wewe ni mfalme. Ukuu wako ni wa ajabu. Mapenzi yako ni ya ajabu. Tunanena ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa sababu ndio John the Baptist alishindilia kunena ndio watu watoke katika ubatizo wa maji. Yale ilifikishwa mwisho na ubatizo wa Roho Mtakatifu ule ulipokuja na Christ Jesus. Wewe ni Mungu wetu na Baba wetu usiyeshindwa kamwe. Una njia ya kuwapitishia watu wako wote. Una mahali pa kuwaweka watu wako wote, na hapo ndipo uzima wa milele ulipo kwa mtu yeyote yule atakayeamini. Twakushukuru Bwana, nikiwaombea wote, sisi wote tuweze kuamini, tuweze kutambua mapenzi yako, na tuweze kuimba wimbo mpya katika maisha yetu wakati wote, wakati tunapoishi katika ulimwengu tulio ndani yake. Wewe ni Bwana wetu na wewe ni Mungu wetu, yeye yule atendaye mambo yote wakati wowote, ni kwa sababu ya uzima ulio ndani yako Kristo. Pokea sifa na utukufu, na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na tumeamini.